na akawakirimia wanadamu vipawa vya mtu kuwa na mwenzi, uwezo wa kupenda na kutunza na kulea watoto. Yesu alithibitisha agano la ndoa na kafunua upendo wa Mungu mwenyewe kwa kujitoa pale msalabani. Roho Mtakatifu huwasaidia wale walioungana katika ndoa kuwa alama hai za neema, upendo na uaminifu wa Mungu kwa wahusika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, Mtama na Eliza katika Bwana, mumesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi toka Mungu. Muunganishwe ili muishi pamoja kwa kusaidiana na kusikilizana siku zote. Sikilizeni neno la Mungu jinsi linavyotufundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vema mtu peke yake, nitamfanyia msaidizi na kufanana naye. Kwa hiyo aliwaumba mwanzo mtu mume na mtu mke, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongeze, mkaijaze nchi na kuitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe Mtama Bahari, unakubali na kutaka kuoana na huyu Eliza Sangwina kuwa mke wako, mukae kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana. Utamtumikia, utamuombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndio, Mungu anisaidie. Wewe unakubali na kutaka kuoana na huyu ndugu Mtama Bahari awe mume wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana. Utamtumikia, utamuombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usihangaike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndio, Mungu anisaidie. Asante Yesu, umenunua pete hizi kwa ajili ya kuwaunganisha wote kuwa mwili mmoja, sio wawili tena, ni mwili mmoja. Yesu, wasaidie katika pete hizi Bwana, ziwaunganishe katika maisha yao. Amen. Amen. Anatangulia Baba. Pokea pete hii. Pokea pete hii. Iwe ukumbusho. Iwe ukumbusho. Na alama. Na alama. Ya ahadi. Ya ahadi. Ya ndoa hii. Ya ndoa hii. Kati yako. Kati yangu. Nami. Nami. Na kuwa mwaminifu. Na kuwa mwaminifu. Kwa ndoa hii. Kwa ndoa hii. Mpaka kufa. Mpaka kufa. Mviji. Amen. Ya ahadi. Ya ndoa hii. Ya ndoa hii. Kati yako. Kati yako. Nami. Nami. Na kuwa mwaminifu. Na kuwa mwaminifu. Kwa ndoa hii. Kwa ndoa hii. Mpaka kufa. Mpaka kufa. Amen. Nimempata mpenzi kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa, ninawatangazia mbele ya usharika huu na watu hawa na mbele ya Mungu mtakatifu kuwa ndoa yenu imefungwa na kukubaliwa, na mumeungana katika nyumba wa mume na mke. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
nimempata mpenzi wangu wa moyoni, nimempata mpenzi wangu wa moyoni, wa kucheza naye, wa kuringa naye. Tena maandiko yanasema hapataye mke hapata kibali kwa Bwana, hapata kibali na utukufu. Nakupenda wewe wangu wa ndani, wangu wa moyoni. Nakupenda wewe, nakupenda wewe wangu wa ndani, wangu wa moyoni. Nakupenda wewe. Ya dunia yanachosha, ya watu yanachosha, nimekuchagua wewe uwe wangu wa milele, uwe wangu wa maisha. Ya wanoko yanachosha, ya wambea yanakela, na kabisa tuko na Kasumulu TV online. Hapa tuko kwa Mr. and Mrs. aka Mtama. Sasa hawa ni wanandoa. Sasa leo wamekwisha kubariki ndoa yao, imekuwa ni mpya. Tutamani tujue kwa nini wameamua kubariki ndoa na kuna faida gani katika kubariki ndoa. Mtazamaji wetu wa Kasumulu TV unatutazama, kama hujabariki basi jifunze kwa hawa wanaobariki siku ya leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tuko boda Kasumulu mpakani mwa Tanzania na Malawi, ndipo wapo hawa wanandoa wawili. Moja kwa moja tuende kwao tuwasikilize wanalipi la kusema baada ya kubariki ndoa yao. Mimi naitwa Mtama Siuhi Bahali. Wanakutazama hapo. Naitwa Mtama Siuhi Bahali. Hapa tuko wapi hapa Mtama? Hapa tuko nyumbani kwangu hapa. Uko nyumbani kwako. Leo watu wanakutazama Mtama. Kuna watu hawajabariki ndoa zao, lakini wewe leo umeamua kubariki ndoa. Nini kilichosababisha ubariki ndoa Mtama? Mimi kuna vitu kama vitatu hivi. Ndio. Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba mama huyu yuko salama. Safi. Cha pili, unajua nilipita huko. Ndio. Huko. Sawa. Sasa wanaweza akaja hapa na vigelegele. Kwa hiyo ili ajitetee sasa, ndoa hiyo, hicho kicheti hapo. Hicho cheti. Anajitetea kabisa hapo kwa hakika kabisa. Kingine ni labda mali iliyopo, kama una kinini unalima, una shamba lako kubwa, unataka lisije likaporwa, basi mama anasimama imara na cheti chake. Nashukuru sana. Mtama, kuna watu hawajabariki ndoa. Unalipi la kuasa ambao hawajabariki ndoa zao? Ndoa ni muhimu sana kubariki, kwa sababu ya hizo sababu ngapi tatu, hizo ni muhimu sana. Ndio. Pia mchungaji amekuja kubariki ndoa hapa nyumbani. Unalipi la kumwambia mtumishi wa Mungu sasa kusema hivi? Mimi nashukuru sana kwa kunisaidia. Maana sikutegemea kama litafanyika vizuri kama hili lilivyofanyika. Nashukuru sana. Okay, na kanisa kwa jumla umekuja hapo, waamini mko nao hapa? Ndio. Na nini unalipi la kuambia waamini hapa? Hao waamini waendelee kujitolea tu. Na tumefaidika kwa huduma yao. Asante. Karibuni sana. Asante. Mtazamaji wetu, huyu ndo anaitwa Mzee Mtama, ndio sasa yeye ndo bwana harusi wa siku yetu ya leo. Tunakutana na mama hapa aka mwanamke unywele kwanza Upara gerezani. Mama, hongera na kupendeza. Asante. Aje yako unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Sangwina. Elizabeth Sangwina. Ndio. Tarehe 18 mwezi wa 6 2025 umeamua kubariki ndoa yako. Ndio. Hongera kwa maamuzi mazuri. Asante. Nini sababu za kubariki ndoa Elizabeth Sangwina? Watu wajulishe, kuna watu wajue leo maana ya kubariki ndoa. Ni muhimu tu, maana ni sehemu ya ibada pia. Ni sehemu ya ibada. Kwa ni muhimu sana.
Namshukuru tu mume wangu kwa maamuzi aliyoamua, kwa sababu peke yangu siwezi, na namshukuru Mungu Ndio. mpaka hapa tulipofika. Ndio. Na ametambua umuhimu wake wa kubariki ndoa. Peke yangu nisingeweza kufanya maamuzi, lakini yeye ndo mwenye jengo, ndo mwenye nyumba na ndo mwenye maamuzi yote. Kwa namshukuru mpaka hapo alipofikia hatua yake ya kunitambua kwamba mimi ni mke wake. Namshukuru Mungu. Sawa sana. Kuna kina mama wengi wanakaa kwenye ndoa zao hawajabariki. Unalipi la kuambia ambao bado ndoa zao hazijabarikiwa? Hili jambo ni la Mungu. Itafika wakati na wenyewe watabariki. Waendelee kumwomba Mungu nao watabariki. Bwana. Ni hatua kwa hatua. Bwana safi. Je, kuna tofauti kati ya kubariki wale walioana bila kubariki na waliobariki? Kuna tofauti? Ndio, kuna utofauti. Waambie ambao wameoana hawajabariki hao tofauti. Tofauti wake tuseme hata viapo hivi havipo. Havipo. Alafu na vyeti havipo. Ndio. Kwa hivyo hata upendo unaongezeka zaidi. Wacha wewe. Kwa ina maana hiki cheti mama kinakulinda. Kifupi. Naamini ndio hivyo. Kwa ambao wana vyeti kidogo ni changamoto kuhalalishwa. Haleluya. Ni kweli ni changamoto. Bwana safi sana. Hata mimi nimekuja kulitambua ndani ya siku 2 hizi ndo Mtama amesema ni muhimu sana uwe nacho. Kuna mimi sikuwa na uwezo wa kufanya hivi ghafla. Haleluya. Ndugu na jamaa, umekuja katika nyumba yako hii ili kushiriki pamoja nawe katika ibada ya kubariki ndoa. Una lipi la kuambia hawa ndugu zako na kanisa pia? Yaani Mungu asaidie kwa uitikio wao na pia kanisa. Mungu awabariki sana. Tunashukuru na tumepata faraja pia. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Bwana. Wafanye hata kwa watu wengine. Haleluya. Ndio. La mwisho. Nampenda mume wangu na Mungu pia. Hebu mchumba wetu akujue kama unampenda. Haleluya. Bwana asante sana mtazamaji wetu. Hawa ni wanandoa leo tarehe 18 mwezi wa 6 2025. Hawa ni wanandoa wameamua kuhalalisha. Walikuwa nadhani ilikuwa ni uchumba tangu walipokutana, walikuwa wamechumbia kwa muda mrefu, lakini leo wameamua kuhalalisha. Umeambiwa mzee Mtama anasema kuna uhalali kubariki ndoa, kuna kitu ambacho kinakulinda wewe mwanamke. Yamkini mwanamke wewe hujapenda ndoa yako ibarikiwe, lakini likitokea la kutokea wewe ndio unaweza kuwa kwenye matatani. Lakini ni vizuri kabla hujaingia kwenye matatani, basi na wewe muombe mume wako huyo unaishi naye ili mubariki ndoa. Kama amesema hiki cheti kitamlinda mama. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia, tunakutana na wale mashuhuda walioshuhudia katika tendo hili la kubariki ndoa. Moja kwa moja tuko mubashara na Kasumu TV. Usisahau kusubscribe na kucomment na kushare. Na mtazamaji wetu wa Kasumu TV online, tuko mubashara kabisa. Tuko hapa Njisi Boda. Niko na mzee wangu. Naye ni shuhuda katika wale watu leo walikuwa wanabariki ndoa yao. Mzee wangu, tunaenda moja kwa moja kwake. Mimi naitwa Edwin Mpayo. Hivi watu waliooana wanasali lakini walivutana tu pembeni, hawajabariki ndoa. Je, ni halali kibiblia au sio halali? Sio halali. Yaani kitendo kilichofanyika leo ndicho kinachotakiwa kifanyike kwa kila Mkristo. Cha kubariki ndoa. Kwa kama sio kubariki basi mfunge ndoa. It's just the same. Hicho ni kibiblia. Kwa hawa wanatutazama, kuna yule pale anatazama naye pia hajabariki ndoa yake na anasali. Mwambie mzee neno yule pale. Anapaswa kumuelewa Mungu kwamba alisema mkafunge ndoa ili mzaliane mkiwa na utukufu wa Bwana. Kwa kifupi waliooana ni wachumba tu ambao hawajabariki ndoa. Hapo ukitaka kutafsiri sahihi maana yake bado wako kwenye upagani. Hata kama wanasali. Wanafanya uzinifu. Wanandoa nyinyi ambao mjahalalisha mnazini. Amesema mzee, sio mimi. Labda sasa ushauri wako kwa wale ambao hawajabariki, baba, waambie neno pale unapotazama. Najua watu wengi mnaogopa kubariki ndoa au kufunga ndoa kwa swala la kutaka kusema kwamba kufunga ndoa kunahitaji gharama kubwa, wakati hilo swala sio swala la kuogopa gharama. Kuogopa gharama, waambie waumini wenzako ndani ya kanisa kwamba jamani, mimi nataka kufunga ndoa. Ndoa yangu naomba iishie hapa kanisani. Kwa hiyo wale waumini watakusaidia kuandaa mapochopocho yoyote ambayo yanahitajika.
Okay. Mnafunga ndoa, mnaondoka pale. Mnafanya sherehe ya pale pale kanisani, inaisha. Okay. Okay, mzee sawa. Hii ndoa ya leo tulifanya leo na ya serikalini utofauti wake sana ni upi mzee wangu? Taratibu za ndoa ziko za aina hizi. Kuna sikiliza wewe. Na mwambie baba. Kuna kufunga ndoa serikalini. Pale ni kwamba mnatafuta cheti cha uthibitisho kwamba nyinyi mnaishi wawili. Lakini kikanisa mnakuwa bado mmejitenga. Kwa hiyo sasa kinachofuata baada ya pale, mkijichukua kwenda wapi? Kwa mchungaji. Tunaomba utubariki. Pale unakuwa umehalalisha ndoa yako kikristo. Okay. Tanzania hatukujua hilo mzee, sasa tunalijua. Wito wako kwa hawa sasa baba? Hawa vijana. Wasiogope kitu chochote. Ndoa haina gharama. Gharama unazipanga wewe kichwani. Nasema unazipanga wewe kichwani kwa sababu zipi? Ndoa unaweza ukaifanya. Nafikiri umeiona ndoa ya leo. Umeiona? Iko very simple. Yes, simple and smart. Nimeiona baba. Haya, asante. Mwalimu mstaafu. Naam. Asante sana. Mtazamaji wangu wa Kasumulu TV. Kama unatutazama, bahati mbaya hujabariki ndoa, aka Mzee Mpayo amesema mnazini, ni uzinifu. Kwa maandiko utamtafuta kwa namba zake. Moja kwa moja tukupeke kwa wengine. Thank you. Mtazamaji wetu, moja kwa moja tukiwa mubashara tuko na mtumishi wa Mungu ambaye ndio mchungaji wetu wa leo ambaye ameibariki ndoa hii. Naye mchungaji anaya kusema juu ya wanandoa ambao hawajabariki. Baba, ongera na baada ya kubariki ndoa baba. Asante. Imeenda vizuri sana. Jina langu naitwa mchungaji Nation Shemu Luondo. Labda baba, watu wangetamani kujua, wengi wanafikiri ndoa mpaka kwenda kanisani kufanya masherehe, lakini tumeona iko tofauti na zile zingine. Labda nini sana wito wako baba kwa wale ambao wanaogopa gharama kwenye ndoa zao? Labda kwa sasa hivi watu wengi wameamua kutumia gharama ambazo sio sahihi, lakini tunachotakiwa ni neno la Mungu. Ndio. Yaani hakuna gharama yoyote. Hata watu wawili watatu wakiwepo ile anayefunga ndoa na wale wadhamini na watu wachache. Haina gharama. Kila wakishafunga ndoa ni jambo chache tu bila kutumia gharama kubwa za kwa ajili ya chakula na nini. Wengi ndio maana nashangaa sasa hivi hawafungi ndoa. Lakini ufungaji wa ndoa cha msingi neno la Mungu. Na si vinginevyo. Wito wangu ni kwamba wafunge ndoa. Ndio jambo la msingi hilo. Tena natamani ikiwezekana wajikusanye wote tunafunga ndoa kwa siku moja wote. Kwa bila gharama yoyote. Bwana. Kabisa, hata ungekuwa 20, 30 tunafunga siku moja. Cha msingi watoe fedha tupate vyeti vya ndoa, imekamilika. Hakuna cha gharama yoyote. Kwa hiyo mimi natamani, wito wangu natamani kila mtu afunge ndoa. Kupitia kwenye mikono ya Mungu. Kuna baraka kwa sababu anayetoa baraka ni Mungu. Kwa anabarikiwa anapofunga ndoa na maisha yake yote anabarikiwa. Tunashukuru kwa ujumbe. Amina. Amina. Kazi njema. Asante. Na mtazamaji wetu, moja kwa moja tulikuwa na baba hapa ambaye alikuwa leo anaibariki ndoa. Amesema vitu vya msingi, ni kazi kwako wewe ambaye hujabariki kuvizingatia lakini pia kuvifuata. Moja kwa moja tuko na huyu msimamizi wa ndoa ya leo. Naye analipi la kusema juu ya hii ndoa. Jina langu naitwa Tenson Fumbo, naishi hapa Njisi village. Leo umekuwa wewe ndio mwalimu wa ndoa hii. Sawa sawa. Labda ya kwako ina muda gani baba? Ina muda ya miaka mingi sana mpaka sasa kufikia hatua hii, maana tulifunga tarehe 16 mwezi wa 12 2006. Okay. Kwa hiyo ni miaka mingi sana, nimezaa hata watoto sasa, hata uzee unakaribia. Sawa sana. Lakini leo pia umekuwa wewe ndio mwalimu kwenye ndoa hii. Sawa. Ya kina Mtama. Sawa sawa. Wewe kama mwalimu unalipi kuambia juu yao hawa kwa hili jambo waliolichukua hawa watu wakaamua kuhalalisha ndoa siku ya leo? Jambo waliolichukua ni jambo jema sana ambalo Mungu ndio analipenda sana, maana kubariki ndoa ni jambo la muhimu sana. Alafu vile vile ni jambo ambalo linafanya kwamba uwe na msimamo kwamba hakika mimi niliyemuoa ndio niliyompenda, niliyomchagua zaidi ya wengine wote. Ndicho ambacho nimekiona. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa sababu wao wametambua hilo na wameamua kufanya tendo hili. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Wito wangu mimi ni juu ya kwamba wafikirie kwamba ni jambo jema kubariki ndoa. Maana pasipo kubariki inakuwa ni shida, maana mtu kutambua kwamba ndoa ni nini hawezi kutambua, lakini akishabariki anajua kwamba ndoa ni nini na ataweza kusimama kwenye ndoa pasipo kufanya nini, kukimbia wala anaweza kuvumilia shida na katika raha akaweza kuishi na mume wake na mke wake bila tatizo lolote lile. Umuhimu upo kabisa, maana katika kubariki ndoa unapata mbaraka kupitia kwa Mungu. Watumishi wa Mungu wanapokupa mbaraka ujue kwamba ni wale wapakwa mafuta
Kwa hiyo baraka zinaingia ndani ya nyumba yako, hata kama milango mingine ilifungwa ya baraka basi inafunguliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kubariki ndoa. Huyu ilikuwa ni mwinjilisti na pia anaongea maneno mazito kwa wewe ambao hujabariki. Nadhani pia changamoto kwako ni kuchanganua ufanye lipi ambao utaona ni jema. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatia katika Kasumu TV. Ni mimi ripota wako Daniel Aledi Mwakilima wa Kasumu TV Online. Thank you very much.